Mchezo wa Yanga dhidi ya Simba pale Zanzibar tunafahamu kwamba umemalizika, lakini baadhi ya mashabiki ni kama hivi hawajaridhisha au hawajaridhishwa na baadhi ya matukio ambayo yameweza kujitokeza kwenye mchezo huo. Lakini pia kama ambavyo tunafahamu, kwa upande wa mchambuzi wa soka ndani ya Azam TV Osman Kazi, ambaye tunafahamu amekuwa akisimamia kile kipenga cha mwisho, haswa kuangazia yale matukio ambayo wameweza kuyafanya kwa upande wa waamuzi, yale ambayo huenda ilikuwa ni kama hivi hayaeleweki hivi, ni kama hivi kila tukio ambalo linajitokeza ni kwamba kila mmoja anakuwa anatoa la kwake kwamba bwana, hili tukio ni kwamba hivi mwamuzi alikosea hapa, lakini hapa mwamuzi alienda vibaya, au hapa mwamuzi alitakiwa kufanya hivi. Sasa Osman Kazi ameweza kuchambua kiundani zaidi kuhusiana na matukio haya, lakini pia na baadhi ya wachambuzi wameweza kugusia haswa pia kile ambacho mwamuzi wa mchezo huo aliweza kukiamua kwenye baadhi ya matukio kwenye mchezo huo. Lakini pia kabla tujaanza kuangazia matukio kwenye mchezo huo, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia matukio ya mwamuzi, namna ambavyo aliweza pia kuyaamua kwenye mchezo huo, kama ambavyo tunafahamu kwa upande wa Osman Kazi. Sasa kabla tujakwenda kuangazia hapa mambo tunafahamu, mwamuzi wakati alikuwa ni Nasolo Mwinchui kutoka ndani ya Tanga, lakini pia akisaidiwa na vibendela ambaye alikuwa ni Kasimu Mpanga pamoja na Hamdan Saidi kutoka pale Mtwara, na mechi imeenda vizuri kabisa, imemalizika, lakini pia kuna timu ambayo imeweza kupata bao ikiwa ni 0-0. Sasa kuna baadhi ya matukio ambayo kila mmoja aliweza pia kuyaonyesha haswa kwenye mechi hiyo. Sasa moja tukio ambalo liliweza pia kutajwa na Osman Kazi, mchambuzi wa soka, ni kuhusiana na tukio ambalo lilizua utata, ni goli ambalo aliweza kulifunga Selemani Mwalimu. Sasa kwa upande wa Osman Kazi aliweza kuzungumza vipi baada ya tukio hilo? Kwa upande wa Osman Kazi, mchambuzi wa soka ambaye alikuwa ni mwamuzi mstaafu, tunafahamu kwa upande wake yeye ni mwamuzi mstaafu mpaka sasa hivi, ameweza kuchambua kwamba kwa upande wa Selemani Mwalimu alikuwa sehemu ambayo haikuwa offside, yani alikuwa onside. Ni kwamba ni goli ambalo lilitakiwa kuwekwa kati kutokana na maamuzi ya mchezo huo, baada ya maamuzi kuchambua kwamba ilikuwa ni nini, ni offside. Lakini pia kabla ya tukio hilo ambalo lilizoa utata, ni ule mpira ambao aliweza kuutuliza kwenye kifua chake, wachezaji wa Yanga waliashiria kwamba mchezaji huyo kwamba aliugusa mpira kwa mkono wake, jambo ambalo walikuwa wanahitaji kwamba ilikuwa ni foul, jambo ambalo ukitazama moja kwa moja kwa bwana Osman Kazi anagusia kwamba ni tukio ambalo lilikuwa ni la kimchezo. Kwa hiyo Simba ni wamenyimwa goli ambalo lilikuwa ni halali kwa upande wao. Lakini pia tukio lingine ni lile ambalo lilikuwa kwa upande wa Dube ambalo liliweza kutajwa kwamba ilikuwa ni offside. Kwa upande wa Dube, kwa upande wa Osman Kazi anasema kwamba Dube hakuwa offside kwa sababu alikuwa ametoka katikati ya wachezaji ambao walikuwa ni wa klabu ya Simba, ambapo goli kama angesogea zaidi angeenda kufunga, basi ingekuwa ni goli halali ambalo haikutakiwa kuwekwa offside kulingana na taarifa ama kutokana na tukio hilo ambalo tuliweza kuliona hapo. Kitazama kwa upande wa Dube namna ambavyo sema ambao alisimama, unaona kabisa kwamba hakuwa offside, ni goli ambalo lilitakiwa liwe halali kabisa kwa upande wao. Yaani baadhi ya matukio ambayo yaliweza pia kujitokeza kwenye mechi hiyo, jambo ambalo pia liliweza kuzua utata. Kwa upande wako, kwa matukio yao unadhani yalikuwa ni sahihi kwa upande wa marefari kuweza kuamua kwamba magoli hayo au wangeacha matukio haya yangeweza kuzaa mabao ambayo yangekuwa ni sahihi kwa upande wa vilabu vyote viwili? Toa maoni yako na mimi nitapitia. Shukrani.